Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala rasulihi lkarim, amma ba'd. Wapenzi watazamaji, karibuni sana katika mwendelezo wa darasa zetu, na leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutazungumzia funga. Tutaizungumzia funga, ni kina nani wanaopaswa kufunga Ramadhani biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, sasa wanasema wanawazuoni yajibu saumu ramadhana biistikmali shaabana 30. Kwanza wanasema yapasa saumu ramadhana, kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, biistikmali shaabana 30, kwa kuikamilisha Shaabani siku 30. Yani mwezi wa Shaaban ukishatimia siku 30 ni lazima kufunga, lazima kufunga. Yani mwezi uonekane usionekane, ile Shaabani ikishakamilika siku 30 basi inakuwa ni wajib kufunga. Wanasema au biruyati adilil hilali, au kwa kuona mwadilifu mwezi. Yani kama kuna mtu mwadilifu tunamjua kwamba huyu mtu ni mwadilifu, si mtu muongo, si mtu fasik, akisema kwamba nimeuona mwezi, basi yapasa kufunga mwezi wa Ramadhani ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu, mukallafin aliyebaligh. Manake mukallafi ni Muislamu balehe, ambaye tayari ameshafikia baleghe. Kwa hiyo akikamilisha Shaabani siku 30, au mtu mwadilifu akiuona mwezi muandamo, akasema kwamba mimi nimeuona mwezi muandamo, basi hapo kufunga inakuwa ni lazima ala kulli muslim, juu ya kila Muislam, mukallafin balehe, mutiqin mwenye kuweza, lisaumi, huko kufunga, hisan wa shar'an, mwenye kuweza kiafya na kisheria. Kwa sababu kuna mtu mwingine kiafya anaweza kufunga lakini kisheria hawezi kufunga. Kwa mfano kafiri anaweza akawa na afya, manake kihisia, hisan anaweza kufunga, lakini shar'an hawezi kufunga. Kwa hiyo anatakiwa mutiqin, mwenye kuweza, lisaumi, kufunga, hisan wa shar'an, kiafya na kisheria. Wanasema wanawazuoni, fala yajibu ala kafirin, wala si haipaswi kufunga kwa kafiri, kwa maana si lazima kafiri kufunga, wala ala sabiyin wa majnunin, wala kwa mtoto mdogo na mwenye wazimu pia si lazima kufunga. Mtoto ambaye hajabalehe pia si lazima kufunga. Wala ala man la yutiquhu likibarin, wala si lazima kufunga kwa yule ambaye la yutiquhu, hawezi huko kufunga, likibari, kwa sababu ya ukubwa, yani amekuwa mtu mzima sana, hawezi kufunga, huyu pia si lazima kwake. Au maradhin, au maradhi, kwa mfano mtu ni mgonjwa, ana maradhi ambayo la yurja buruhu, hayatarajiwi kupona kwake. La yurja buruhu, yani hakuna ile rajaa ala annahu sayabrau biidhnillah, kwamba haitarajiwi kupona kwake, basi huyu pia kufunga si lazima kwake. Wayalzamuhu muddu likulli yaumin, lakini yamlazimu huyu mtu mzima na huyu mgonjwa ambaye hatarajii kupona, wala huyu mtu mzima ambaye hawezi kule kufunga, likibarin, kwa ule utu uzima wake, kinachowalazimu ni nini? Wayalzamuhu muddun likulli yaumi, kinachowalazimu hawa ni kutoa kibaba kila siku. Na kibaba maana yake ni kilo kasorobo, kilo
kasorobo, manake ni robo tatu. Kwa hiyo wayalzamuhu muddu likulli yaumin, bali yamlazimu huyu mgonjwa ambaye hayatarajiwi kupona kwake maradhi aliyokuwa nayo, yawalazimu nini? Kutoa kibaba likulli yaumin, kila siku katika zile siku 30 za mwezi wa Ramadhani. Wala ala haidhin, wala si lazima kufunga kwa mwanamke mwenye hedhi, haipaswi kabisa mwanamke mwenye hedhi kufunga. Wanufasaa, na mwanamke ambaye yupo katika nifasi, yani mwanamke ambaye yupo katika nifasi, hedhi au nifasi. Hawa wanawake wenye kutokwa na damu za hedhi au nifasi hawapaswi kufunga, kwa maana sio lazima kwao kufunga. Liannahuma la yutiqani shar'an, kwa sababu hawa hawawezi kufunga kisheria, hawawezi kufunga kisheria. Kihisia wanaweza wakafunga, lakini kisheria hawawezi kufunga. Naam, sasa wanaendelea wanazuoni wanasema wafurudhuhu shay'an, na faradhi za kufunga ni mambo mawili. Ahaduhuma, moja ya hayo mawili, ahaduhuma, moja ya hayo mawili, an-niyatu, kwanza faradhi ya kwanza ni nia. Ukisikia faradhi manake ni lazima, ni lazima kabla hujafunga kwanza utie nini? An-niyya. Na hii nia likulli yaumin min Ramadhan, utaitia kila siku za Ramadhani. Yani kila siku utatia nia kwamba kesho nitafunga, kesho nitafunga, kesho nitafunga. Likulli yaumin min Ramadhan. Wa thanihima, na ya pili yake, yani faradhi ya pili ya Ramadhan au ya kufunga ni al-imsaku an muftiri, ni kujizuia na kila chenye kufunguza. Tutakuja kuvisoma huko mbele vitu vyenye kufunguza ikifika darasa yake, lakini maana ya kufunga ni kwamba ujizuie. Al-imsaku an muftirin, ajizuie mtu. Sharti ya pili, yani faradhi ya pili, mtu ajizuie na chenye kufunguza. Wayushtaratu fiha iqa'uha laylan, na ni sharti hiyo nia mtu aitie usiku. Ile nia ya kufunga kesho mtu aitie usiku. Wa waqtuha mumtaddun, na ule wakati wa kutia hiyo nia ya kwamba kesho nitafunga, tukijaliwa, wakati wake umenyooka. Wakati wake ni mumtaddun, ni mkubwa. Min maghibi shamsi, kuanzia kuzama jua, sawa. Min maghibi shamsi, kuanzia pale jua linapozama la magharibi, jua lishazama, ushaingia siku nyingine, ila tuluu alfajri, mpaka kuchomoza kwa alfajri. Waweza ukatiania saa 2, waweza ukatiania saa 3 ya usiku, waweza ukatiania saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, yani ila tuluu alfajri, mpaka alfajri pale inapoelekea kufanya nini? Kuchomoza. Hapa katikati wote unaweza ukatia nia. Wa ta'yinu ka Ramadhan, haya sasa ni katika masharti ya kufunga, manake ya kutia hiyo nia na uiainishe. Wa ta'yinu ka Ramadhan, uiainishe kama kwamba nimekusudia kufunga Ramadhani, nawaitu sauma Ramadhan, nawaitu sauma ghadin an adai shahri Ramadhan lillahi ta'ala, lakini ukasema nawaitu sauma Ramadhan, nimenuia kufunga Ramadhani. Kwa nini unaiainisha hii nia? Kwa sababu funga zipo nyingi. Kuna funga zipo nyingi, in short funga. Sasa lazima uiainishe. Unaweza ukawa umefunga lakini ikawa sio funga ya Ramadhani. Inawezekana unafunga kafara, inawezekana unafunga qadha, unalipa labda. Sasa yategemea, kwa hiyo lazima uiainishe. Wanasema wanawachuoni, wala yushtaratu taarrudi, wala haisharitishwi, wala sio sharti kuitaja, wala yushtaratu taarrudu alfardiyya, wala sio lazima uitaje kwamba ni faradhi, kwa sababu kufunga Ramadhani inajulikana ni faradhi.
Kufunga Ramadhani inajulikana ni faradhi. Kwa hiyo sio sharti kuitaja, yani kuisema uiseme. Tunasema wala yushtaratu at-ta'arrudu al-fardiyya, wala sio sharti kuitaja kwamba ni faradhi. Unaweza ukasema nawaitu sauma Ramadhan, nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma Ramadhan, kama hivyo. Sio lazima uitaje kwamba ni faradhi. Wanasema wayusannu an yaqula aqiba fitrihi, na yasuniwa mtu aseme aqiba fitrihi, mwisho wa kufutari kwake. An yaqula, wayusannu an yaqula aqiba fitrihi, na yasuniwa aseme mwisho wa kufutari kwake. Yani sasa hii ni dua ambayo unatakiwa kuisoma wakati wa kufutari. Wakati wa kufutari, unapotaka kufutari, umeshafunga kutwa nzima, unataka sasa kufuturu, basi pale unatakiwa usome dua ifuatayo. Hii ni sunna, hii dua kuisoma. Maana yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma. Utasema Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sumtu, wa ala rizqika aftartu, wa ala rizqika aftartu, wa bika amantu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, wa laka aslamtu, wa alaika tawakkaltu, wa alaika tawakkaltu, dhahaba ad-dam'u wa batallatil uruqu, dhahaba ad-dam'u wa batallatil uruqu, wa thabata al-ajru insha Allahu ta'ala, wa thabata al-ajru insha Allahu ta'ala. Sasa dua hii maana yake nini? Utasema Allahumma laka sumtu, maana yake kwamba ewe Mwenyezi Mungu, kwako wewe, laka sumtu, Allahumma, ewe Mola, e Mola, laka sumtu, kwako wewe nimefunga, kwako wewe au kwa ajili yako wewe Mwenyezi Mungu nimefunga. Wa ala rizqika aftartu, na juu ya riziki yako nimeftari, nimefungua. Juu ya riziki yako nimefungua, yani ile riziki ulionipa imekuwa sababu ya mimi kufungua. Wabika amantu, na kwako wewe Mwenyezi Mungu nimeamini. Wabika amantu, na kwako wewe Mwenyezi Mungu nimeamini. Walaka aslamtu, na kwako Allah nimesalim amri, nimejisalimisha. Walaka aslamtu, na kwako Mwenyezi Mungu nimejisalimisha, yani na kwa ajili yako Mwenyezi Mungu nimekuwa Muislamu mimi. Wa alaika tawakkaltu, na juu yako Mwenyezi Mungu nimetegemea. Wa alaika tawakkaltu, na juu yako Mwenyezi Mungu nimetegemea. Dhahaba dham'u, kiu kimeondoka. Wa batallatil uruqu, na imetota mishipa, imetota. Wa batallatil uruqu, imeloa manake mishipa. Wa thabata al-ajru insha Allahu ta'ala, na yamethibiti malipo insha Allahu ta'ala, yamethibiti malipo insha Allahu ta'ala, akitaka Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Hiyo ni dua ambayo imeelekezwa, ambayo hii ni sunna. Wa yusannu an yakula aqiba fitrihi, ya wasi' al-fadli. Utaendelea, unaweza ukasema hivyo, ya wasi' al-fadli ighfir li, ya wasi' al-fadli, ewe mpana wa fadhila nisamee mimi. Ighfir li, ighfir li. Naam. Lakini pia kuna dua nyingine unaweza ukasema alhamdulillahi alladhi a'anani fasumtu, alhamdulillahi alladhi a'anani fasumtu, wa razaqani fa aftartu, Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna alayhi wan nasu niyam wa adkhilna al-jannata bisalam. Hii huku mbele sasa ni dua tu ambayo shekhe aliandika kitabu kaiweka kuanzia hapa, Allahumma waffiqna lis-siyam, maana yake Mwenyezi Mungu tupe taufiki ya kufunga, wa ballighna fihi al-qiyam, na
tuwezeshe kusimama tarawehe ndani ya mwezi wa Ramadhani, wa aina alaihi wan nasu niyam, na utusaidie wakati watu wamelala, wa adkhilna aljannata bisalam, utuingize peponi kwa amani. Kwa hiyo dua ya pili ya kufungua unaweza ukasema hii, alhamdulillahi alladhi a'anani fasumtu wa razaqani faaftartu. Maana yake alhamdulillah, kila sifa njema ni za Mwenyezi Mungu, alladhi, ambaye, a'anani, amenisaidia mimi, fasumtu, nikafunga, wa razaqani faaftartu, na akanipa riziki nikafungua. Hii pia ni dua unaweza ukaisoma wakati wa kufungua. Kwa hivyo insha Allahu taala, ndugu zangu, leo tulikuwa tukiangalia watu ambao yapaswa kufunga Ramadhani. Kwanza tumesema yapasa kufunga Ramadhani kwa kukamilisha Shaabani. Shaabani ikikamilika, hata kama mwezi umeonekana haujaonekana, zikikamilika 30 Shaabana 30, basi yajibu as-sawm, lakini biruyati adili alhilal, na mtu mwadilifu akiuona mwezi yapasa kufunga hata kama haijakamilika Shaabani. Kwa mfano Shaabani 29, mtu mwadilifu akasema jamani, nimeuona mwezi, basi kesho yake watu mtaanza kufunga. Kesho yake watu mtaanza kufunga, na kufunga huku ni wajibu kwa kila Muislamu aliyebalehe na mwenye kuweza uko kufunga. Yule asiyeweza, huyu halaumiki. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.